Mji wa Kigoma uliokuwa ukitajwa kwa dhihaka na baadhi ya Watanzania kama mwisho wa reli, leo kauli hiyo inaonekana kupitwa na wakati. Wengi wanaanza kuona Kigoma si mwisho wa safari, bali mwanzo wa fursa mpya za biashara, uwekezaji na maendeleo. Mji ambao zamani ulionekana kuwa pembezoni mwa ramani ya uchumi wa Tanzania, sasa unajijenga kuwa moja ya milango ya uchumi na kitovu muhimu cha biashara katika ukanda wa maziwa makuu. Kigoma, mji unaopakana na nchi za Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, sasa unaonekana kama moja ya maeneo yenye fursa kubwa za kibiashara na uwekezaji nchini Tanzania. Ukuaji wa biashara za mipakani, kuimarika kwa miundombinu ya usafiri pamoja na ongezeko la shughuli za usafirishaji katika ziwa Tanganyika vimeufanya mji huu kwa kitovu muhimu cha biashara katika eneo la Afrika Mashariki. Wakati Tanzania ikiendelea kuimarisha biashara na nchi jirani, huenda Kigoma ikawa moja ya miji itakayovuna zaidi matunda ya nafasi yake ya kijiografia. Na pengine kwa sasa ni sahihi zaidi kusema kwamba Kigoma si mwisho wa reli, bali ni mwanzo wa fursa. Na mtu ambaye anasema kwamba Kigoma sijui ni mwisho wa reli anajidanganya, kwa sababu sasa hivi sisi tuna fursa. Ukiangalia hapa tayari unaona tumejenga benki kuu, tunajenga branch ya benki kuu. Lakini ukiangalia hospitali ya Ocean Road inajengwa hapa. Lakini tukiangalia Muhimbili wanajenga. Tukiangalia uwanja wetu unakuwa ni international uwanja wa kitaifa. Ndege zetu zinakuja, wanakuja hapa wa Burundi, wanakuja wa Kongo, wanashukia hapa wanakwenda kwao. Ukiangalia bandari yetu tayari, bandari yetu inafanywa ukarabati mkubwa. Ukiangalia meli, Mheshimiwa Rais ameleta fedha za kutosha za kutengeneza hizi meli ikiwemo pamoja na Liemba, lakini na kununua meli zingine. Kwa hiyo kimsingi fursa ni kubwa. Na fursa kama siku tulipokutana tukazungumza ni kwamba hasa uwekezaji kwenye swala za manyumba ya watu, nyumba watu kukaa. Sasa kwa mfano wanakuja walimu wa chuo kikuu watakaa wapi? Wanakuja wafanyakazi wa Ocean Road watakaa wapi? Wanakuja wafanyakazi wa benki kuu watakaa wapi? Wanakuja wafanyakazi ambao watakuja kwenye uwanja wetu wa ndege watakaa wapi? Kwa hiyo fursa ya uwekezaji kwenye majengo hasa kwenye real estate hapa sasa hivi ni fursa ambayo tunaweza kuitumia ili mwisho wa siku mji wetu uweze kupanuka. Na ukienda viwanja sasa hivi hapo unazungumzia milioni 200, unazungumzia milioni 100 na kitu. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mji unazidi kupanuka, mji unazidi kuendelea zaidi. Fursa ni nyingi sana kwa sababu swala la usafirishaji. Maana yake ukisafirisha abiria ni fedha. Ukisafirisha mizigo ni fedha. Ukisafirisha samaki ni fedha. Kwa hiyo sisi kuna kwa mfano kusafirisha mafuta ni fedha. Kwa mfano tuna meli yetu ya Sangara inasafirisha mafuta kwenda kule. Kwa hiyo tunapata fedha na tunalipa kodi, lakini tuna Liemba sio muda mrefu mwezi Julai Liemba itaanza cooperate ambayo itakuwa inasafirisha mizigo, inasafirisha na abiria. Hiyo ni fedha. Lakini kwa sababu ukienda bandarini mwandishi wa habari utakuta kwamba mizigo ni mingi sana. Inakosa meli. Abiria ni wengi sana, wanakosa meli. Kwa maana hiyo tukiwa na meli za kutosha, maana kwa usafirishaji tu tutatengeneza fedha za kutosha. Kwa usafirishaji tu tutapata kodi za kutosha. Kwa usafirishaji maana kwa mfano haya magari ya mizigo yanapotoka Dar es Salaam inakuja moja kwa moja hapa. Kwa maana kwamba wale transporter wanapokuja wanapata fedha. Kwa hiyo bandari hii ina fursa kubwa. Tunashindwa kuitumia kwa sababu ya kutokuwa na meli za kutosha, lakini mizigo iko ya kutosha, abiria wapo wa kutosha, mafuta yapo ya kutosha, vitu vya kusafirisha. Kwa sababu mizigo yote inayotoka Tanzania lazima ipitie mingi, asilimia kubwa inatokea kwenye bandari yetu ya Kigoma. Nilitembelea soko kuu la pale Burundi, Bujumbura. Kwa kweli waandishi wa habari, fursa yetu ni kubwa sana. Kwa sababu nimebaini mchele wetu kule ukifika wateja wanaukimbilia. Kwa hiyo tuna fursa ya mchele, tuna fursa ya mhogo, tuna fursa ya mahindi, tuna fursa ya vyakula kwenda Burundi. Lakini hivyo hivyo nimepata nafasi ya kwenda Kalemie kwa maana Kongo. Nikaongea na wafanyabiashara wetu ambao ni wengi kidogo, lakini wanapeleka kiasi kidogo sana cha vyakula. Na nilipoongea na wafanyabiashara wa Kongo ambao wanakuja kuchukua vyakula huko kwetu, wanasema wao kule hawalimi, hawajui kulima, wao wanajua ni kuchimba dhahabu. Kwa hiyo asilimia 99.9 vyakula vyote vinatoka Tanzania. Vyakula vyote
vinatoka Kigoma, lakini vifaa vyote vya madukani vyote vinatoka Tanzania. Kwa hiyo baada ya kupita maeneo yale nikaona tuna fursa kubwa, wafanyabiashara wa Kigoma wa Tanzania, fursa kubwa ya kupeleka product zetu Kongo na hasa Karemi. Kwa hiyo tutaandaa utaratibu wa kuona namna gani wafanyabiashara tutakutana pamoja na wafanyabiashara wa hapa na wafanyabiashara wa Kongo Karemi, tuzungumze tuone njia nzuri ya kusaidia kupanua biashara kutoka Tanzania kwenda kwa wenzetu Karemi Kongo. Lakini changamoto ambayo nimeiona kule nikiwa bado niko kule, tarehe hiyo ambayo ilikuwa tarehe 30 mwezi Juni 2026, Watanzania wetu walivamiwa na majambazi na walikuwa na silaha nzito. Na bahati nzuri nilimtafuta gavana wa kule wa Ziwa Tanganyika na mkoa wa Tanganyika, tukazungumza naye na niliacha wameahidi kutoa ulinzi kwa Tanzania wale. Lakini tumeona tuna kila sababu ya kamati zetu za usalama za wilaya ambazo wako karibu na wilaya na wenzetu wa Tanganyika kwa mkoa wa Tanganyika waweze kukaa na kuzungumzia kuhusu swala la ulinzi na usalama kwenye maeneo yetu. Manake kama usalama ukiwa haupo, manake biashara haiwezi kwenda vizuri. Lakini kimsingi, waandishi wa habari, ninachojaribu kukisisitiza katika hili ni kwamba Watanzania wenzangu, hakuna fursa kubwa ya biashara kwa wenzetu Kongo, lakini tuna fursa ya biashara kwa wenzetu Burundi. Swala tutafute namna ya kujipanga. Na bahati nzuri biashara yote inapitia Kigoma. Kwa hiyo wana Kigoma tuna fursa ya kuhakikisha kwamba tunafanya biashara na hawa majirani zetu. Ni swala la kujipanga tu. Kwa hiyo nitaitisha kikao, tukae tuone namna gani tunaweza tukatafuta wafanyabiashara wenye nguvu, tukajenga magara yetu hapa Kigoma. Kwa maana mtu anapotoka kama ni Karemi anakuja kununua hapa. Shida inayojitokeza ni kwamba kama anatoka Karemi anavuka hapa Kigoma, anaingia vijijini, maana atakwenda kununua kama ni mhogo, kama ni maharage kwa bei nafuu. Na akirudisha akienda Karemi, na Mtanzania akipeleka mahindi Karemi, na maana huyu mtu wa Kongo mwenyewe bei yake itakuwa chini, kwa sababu gharama za uendeshaji utakuwa mdogo, hawezi kushindana na wakwetu. Maana yake wakwetu lazima apate mahali pa kukaa, lazima apate mahali pa kula chakula. Kwa hiyo ushindani, tutashindwa kushindana na hawa ambao wanakuja kuchukua moja kwa moja hizi products kutoka kwetu. Kwa hiyo lazima tukae tuwe na mpango mkakati mzuri wa kuona namna gani tutajenga magara yetu mahala pamoja. Wenzetu wafanya biashara kutoka kama ni Burundi, kama ni kutoka Kongo, wanakuja wanachukua chakula, wanachukua products zetu kutoka hapa Kigoma na kwenda kupeleka kule kwao. Na kufanya hivyo kutatupunguzia mambo mengine kama hiyo changamoto ya usalama na vitu vingine. Mabere Makubi, Tanzania Panorama TV, Kigoma.